na madhumuni niweze kukupasha wewe kile kinachokuwa kikihusiana na mambo mbalimbali ya kimichezo na burudani. Kama bado haujasubscribe Chapesa Media, fanya hivyo ili uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Kumbuka ya kwamba sisi kama Chapesa Media tunapatikana katika mitandao mbalimbali ya kijamii, Instagram, Facebook pamoja na Twitter. Unatupata kwa jina la Chapesa Media. Mimi niko hapa na ndugu yangu William Mwasimba. Tunakwenda kuyazungumza yale ya kimichezo na burudani. Ndugu yangu heri? Bwana, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tupo tunapambana, tuna aliyewa dhadaa. Kama una mpenzi huko mbali ndio utagundua kwa nini benki iliweka matawi kila nchi. Unakuta Gairo, tawi Morogoro. Kwa ndio utagundua. Kama mpenzi huko mbali utagundua umuhimu wa matawi. Kama kuna kama umuhimu wa matawi. Ndio maana benki kaweka matawi. Unakuta tawi la Gairo, tawi la Morogoro vijijini, tawi la Mgudeni. Matawi yanakuwa yako mengi. Kwa hiyo kwa hali ya hewa hii nimeona umuhimu wa matawi. Nimeona umuhimu wa matawi. Bwana, hapa ndugu yangu tuanzie hapa. Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club jana waliandika tarehe 27 mwezi wa 3 2026 kuna mchakato ambayo unaendelea, mchakato wa matawi. Tayari 81% ndivyo ambavyo tunavyoweza kuzungumza ndugu yangu William wa Simba. Mchakato unaelekea kukamilika. Mnasemaje wana Simba msiokuwa na kadi za wanachama wa klabu ya soka ya Simba Sports Club? Kwanza ni jambo zuri kwa namna ambavyo jana kidogo wameweza kupost. Maana mimi leo nilikuwa na mengi ya kuhoji pengine, kwa sababu unajua shida kubwa amuulizagi mwenyekiti alisema tarehe 27 ya mwezi wa 3 kwenye mwaka. Labda ilikuwa ni 2099, labda muwe mnahoji sana kwenye kipengele cha mwaka. Je, ni mwaka gani? Unaweza kukuta ni kitu ambacho mwenyekiti alikiongea lakini ni mwaka wa mbele. Unaweza tukasema hivyo ni mwaka wa mbele. Lakini kwa namna ambavyo jana walijaribu kutushawishi kidogo kuonekana hivyo, lakini kwa maana kwamba kwa mimi binafsi yangu bado natamani twende tukafikie sasa pale. Isiwe tu sasa hivi tunaambiwa 81%, tutaenda hivyo hivyo mpaka tunakuja kumaliza mwaka hakuna kitu ambacho kile kitu ambacho mashabiki tulikuwa tunataka kadi. Na sisi pia tuwe tuna nguvu kubwa ya kuweza kuichangia klabu yetu, kwa maana kwamba ndio tulikuwa natamani yani tarehe 27 kila kitu kingeanza kukamilika, pengine tungeanza kupokea kadi. Na kwa mimi namna ambavyo nafuatilia sana na ile official page ya Simba, nataka niwe mtu wa kwanza au kama sio wa pili. Yani zikitangazwa tu kadi niko mlangoni. Ndio maana muda wote mimi simu yangu ipo mkononi. Ili kusudi nataka niwe mwanachama hai, alafu ni mwanachama pengine kwa sababu tuko huko mjini niwe mwanachama wa kwanza. Lakini kwa namna ambavyo wameweka Simba Sport Club, ngoja tuendelee kusubiri. Lakini mimi kwa upande wangu nilikuwa natamani zoezi hili lingeanza jana. Leo tulikuwa pengine tunakaribia kumaliza, kwa maana kwamba mashabiki tuko wengi, tungeendelea kupunguza watu. Kwa hiyo ni swala ambalo ni zuri, lakini bado hatujafikia kule. Pengine labda kutokana na timu labda inashinda. Unajua vitu vingi sana ambavyo viko kwenye klabu zetu hizi, kuna madhaifu mengi ambayo yanakuwepo nje ya klabu, lakini kama klabu inashinda watu wengi wanashindwa pa kuyaongea. Lakini hii swala la kadi za wanachama ni swala muhimu sana kwa viongozi wetu, na pia tunawaoji why haijakamilika, kwa sababu tarehe tulioahidiwa mpaka leo unaona ni siku moja imekuja. Tumewekewa tukaposti kafupi, mpo tayari kwa jambo hili, baadaye tukaambiwa ni usajili sasa wa matawi 81%. Bwana, ndugu yangu, kwenye hiki ambacho kinachoendelea kwa upande wa Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, mnaona kuna namna ambavyo klabu inakwenda kuwaheshimisha mashabiki wake na wanachama wake kwenye hili, kwa lengo la kuwatambua ya kwamba nyinyi sasa ni rasmi mnakwenda kutambulika ndani ya klabu ya soka ya Simba Sports Club? Hichi ni kitu kikubwa sana. Tena pengine sisi tumechelewa, kwa sababu nadhani sisi michoro hii Simba Sports Club ilishacholwa zamani. Sisi ndio tungekuwa wa kwanza kabla hata Yanga kwenda kufikia, kwa sababu nadhani alivyokuaga Senzo yule upande wa Simba Sport Club hichi chote alishakichora. Shida kubwa kwa upande wa Simba, swala zima kwenye upande wa utekelezaji likawa ni swala gumu sana. Lakini alivyoenda kwa Yanga, wao wakawahi kufanya matekelezo, ndio unaona Yanga wamefikia kwenye mfumo ule wa kadi za wanachama. Kwa hiyo hichi kikifanyika, nadhani Simba tunaenda sasa kwenye ile nchi ya hadi na kujiita sasa klabu ya kisasa, kwa sababu tutakuwa tunaenda kisasa zaidi. Bwana, ndugu yangu, ulisikia zile taarifa kuhusiana na Djigui Diarra kufungiwa kwa mechi 3, lakini pia vile faini ya kiasi cha shilingi 4 milioni 4, lakini wananchi wanasema hawana jambo dogo, wamechangia na wanaendelea kuchangia. Mpaka sasa ilifikia kiasi cha shilingi milioni 380,000. Wanaelekea kwenye namna ya kuimaliza milioni 4, ndugu yangu.
Kwanza mimi naweza nikasema kwa namna ambavyo faini zilivyokuwa, tumeangalia bodi ya ligi, nimeangalia na ile taarifa yao kwa umma bodi ya ligi. Kwanza tuseme tu bodi ya ligi wamewaogopa Yanga. Bodi ya ligi wamewaogopa Yanga. Kwa namna ambavyo Djigui Diarra makosa aliyoyafanya na faini aliyopigwa na namna ambavyo wamefungiwa mechi, tunasema wamewaogopa Yanga. Kwa sababu ukiangalia Simba kwenye official page yao hiyo ya bodi ya ligi kuna taarifa za Simba. Mashabiki wa Simba walitumia makopo kumpiga muamuzi Simba faini milioni 10. Mashabiki wametumia makopo. Umenielewa? Je, yule ambaye alitumia ngumi? Maana tumeona Diarra alikuwa anaenda yani kutumia ngumi na kutumia nguvu kubwa sana. Nadhani tuliona hata namna ambavyo meneja wa timu alishindwa kumtuliza golikipa wao, akaja mpaka rais wa timu. Baada ya hapo akaonesha na tukio lingine la utovu wa nidhamu, kuonesha kidole. Watu wengi sana wamemtetea namna ambavyo Diarra ameonesha kidole. Hata labda pengine tujue labda Diarra ana vidole 6 mkononi. Kama kile kidole alichokionyesha sio cha matusi, basi hata mimi naungana nao. Kweli sio kidole cha matusi, lakini ni kama golikipa wao ana vidole 6. Kile kitendo na namna ambavyo Diarra amefanya kwenda kumshambulia mwamuzi kwa kutumia ngumi, yani anataka kupigana naye. Nadhani ilikuwa ni kufungiwa mechi 10 na faini hata sio chini ya milioni 100 nadhani. Diarra kwa faini ya shilingi ngapi? Milioni 100 itakiwa faini na kufungiwa mechi 10. Nini itakuwa ni mfano? Mnataka Diarra ili msimkute kwenye mzunguko wa raundi ya pili. Nini kitakuwa mfano kwa wao watu wengine? Tumeona namna ambavyo wachezaji walifanya vitendo vya utovu wa nidhamu, walifungiwa karibia mechi 5. Tumeona hata beki wao Baka alimgusa mchezaji tena kwa kutumia mguu, lakini yule ambaye anataka kumshambulia mwamuzi, shida ni nini? Tumeona hata mwamuzi pia na yeye wameweza kumshusha daraja kutokana na kutokuamua. Haikuwa anatakiwa atoe kadi nyekundu pale, lakini tukaona kapteni Nondo Mwamnyeto anajaribu kufanya maliziano refaria kwenda kutoa kadi. Kwa hiyo nadhani bodi ya ligi wameenda kuwaogopa Yanga. Pengine nadhani Yanga, unajua wajanja sana, waliwatega bodi ya ligi. Kabla ya kufungiwa ili swala la kufungiwa golikipa wao Diarra, Yanga waliweka official page, kwenye official page yao kwamba wanaenda kutathmini namna ligi ilivyoenda na kuangalia muamuzi mpaka ambako wanamleta huyu kocha msaidizi. Yanga waliorodhesha namna ya watu ambao wana majeraha. Katika watu ambao wana majeraha, Yanga walimuongeza golikipa wao Komen. Kwa maana kwamba Diarra angefungiwa mechi nyingi, timu ya Yanga ingekosa golikipa namba 3. Kwa Yanga aliwahi kabla bodi ya ligi hawajatoa nini? Hawajatoa hukumu. Yanga aliwahi kupeleka pale kwamba golikipa wetu na wachezaji hawa wako majeraha. Kwa kama Diarra angemiss labda mechi 10 au 15, wameona kabisa moja kwa moja wangekosa zile sifa kwamba wangekuwa na golikipa wao yule ambaye anarusha sana na msheri. Kwa hiyo moja kwa moja wakawahi kuwatega bodi ya ligi. Bodi ya ligi wakaja wakaingia kwenye mfumo wa Yanga. Kwa kile alichokifanya golikipa, kwanza ameutukanisha mpira wetu. Cha pili, yeye ni professional, hakuwa na haki ya kufanya vile. Cha tatu, akaenda akatukana matusi. Nadhani faini ilikuwa ni milioni 100 na kukosa mechi 10. Bodi ya ligi wameiogopa Yanga. Namna ambavyo Simba inapigwa faini mpaka unashangaa. Hivi mashabiki kurusha makopo na yule mtu ambaye ametumia ngumi. Simba mashabiki kurusha makopo kwa muamuzi, na makopo tunajua ambayo yanatumia kwenye viwanja vya mpira. Yale maji ya uhai ni makopo ambayo kama makaratasi vile. Lakini mtu ambaye anataka kutumia ngumi milioni 4 na faini ya mechi 3. Simba Sport Club milioni 10. Bodi ya ligi kwa hili wameweza sana. Namna ambavyo wanafanya kwenye faini za Simba, tunasema wanaenda wanatukomoa. Lakini kama wanakusanya hela, tunaomba tu mwisho wa ligi napo inavyoenda kutamatika wapate zile hesabu za tuzo ili kusudi wachezaji wetu wakifanya vizuri wapate tuzo. Kwa sababu najua msimu huu umeisha, hatujamjua kipa bora, hatujamjua mchezaji bora, msimu huu umalizika. Na kama tunawajua ni sisi, lakini kwa heshima, kwa maana kwamba tuzo zile nadhani hazikutolewa. Lakini kwa msimu unaona kwa haya yanayoendelea mapema wataweza kufanikisha. Vipi dalili za Simba kwenye msimu huu? Mnaziona dalili za ubingwa bado zipo? Lihali Young Africans wao wanasema ya kwamba wamecheza michezo takriban 16 kwenye ligi kuu Tanzania bara, lakini pia vile goli 38 ambazo wamezivuna, lakini pia vile sare zingine ambazo wamezipata, na matokeo hayo wao pia kwa upande wao wanaona ni matokeo mazuri kwa namna moja ama nyingine. Ukimwangalia Yanga naye kwenye mbio za ubingwa yupo kwa michezo ambayo amecheza. Simba pia kwenye nafasi za ubingwa yupo. Pia hata Azam naye tusimweke mbali sana, japokuwa Azam amedraw mechi nyingi sana. Lakini ukiangalia ubingwa wa msimu huu, kitu ambacho kitatofautisha sio kwenda kushinda mechi nyingi, ni mpinzani ambaye anaenda kudraw mechi nyingi. Sababu ukimwangalia sasa hivi Yanga amedraw mechi 5. Hebu fikiria hizo mechi 5 zake Yanga angeshinda, angekuwa na alama ngapi? Au pengine asingeweza kuangusha pointi, kwa maana kwamba kugawana. Mwangalie Simba pale alipo na mechi alizocheza. Kumbuka Simba amefungwa pale. Amefungwa mechi moja nadhani na Azam.
fikiria ule mchezo angeshinda. Kwa hiyo unaona moja kwa moja kwenye mbio za ubingwa msimu huu, na pia huko tunakwenda kwenye duru la pili, mechi ndo zinakuwa ngumu sana, kwa sababu kuna watu wanataka wajihakikishie kwenye top 4, mwingine anataka ajihakikishie kwamba anabaki kwenye ligi. Kwa hiyo kila mpinzani ambaye tunaenda kukutana naye itakuwa ni mpinzani mgumu sana. Kila mtu kwa hizo timu tatu zinaweza na zina nafasi ya kwenda kuchukua ubingwa. Ni namna ambavyo timu imejipanga vizuri. Kwa kikosi changu cha Simba Sport Club, kama tutazidisha nguvu, nadhani tunaenda kwenda kuchukua ubingwa wa msimu huu, kwa sababu ukimwangalia mpinzani wetu ambaye ni Yanga anakuwa hana matokeo mazuri sana. Na timu kubwa siku zote huwa hivi. Yanga pale alipokuwa mimi naamini amelala, ipo siku atakuja kuzinduka. Kwa pale anapokuja kuzinduka, kama Simba tumeokota na tumefanya vizuri, nadhani tunakuwa anatukuta tuko mbali zaidi kuliko na sisi tukawa tunacheza mchezo tunasuluhu au tunaenda kudondosha alama. Itakuwa tena ubingwa ni kama vita vile. Pengine unaziona dalili zozote kwa usajili ambazo zinazofanywa ndani ya Simba pamoja na maboresho? Kwa kumalizia, kwa namna ambavyo unatazama, Simba wameongeza mkataba Elie Mpanzu Kibisawala, lakini pia the same Simba wameendelea tena kuimarisha kwa Yusuf Kagoma pamoja na Rushan Derok. Dalili nzuri huonekana asubuhi. Huenda mnaziona dalili nzuri kwa Simba Sports Club kuendelea kurudisha heshima ambayo imepotea kwa muda mrefu hapa katikati. Naam, ukiangalia wachezaji hao wote, ukianzia kwanza kwa Rushain, ukaja kwa kiungo Kagoma ambaye ndo namba sita ambaye anafanya utulivu wa namna ya backline, kwa maana kwamba analinda backline na kufanya utulivu wa safu nzima ya ulinzi ya Simba Sport Club. Pia kwa Elie Mpanzu nadhani utakuwa ni mtu mmoja labda pengine ambaye atakuwa amtaki Elie Mpanzu. Of course ni mistake ambazo zinatokea kwenye mpira. Kuna wakati unakupwa na kujaa, kuna wakati unaweza kuwa una kiwango kizuri, kuna wakati unaweza ukashuka, ndio matokeo ya mpira. Tumeona hata namna ambavyo Prince Dube alichokuwa anakipitiaga msimu nyuma kidogo, namna ambavyo walikuwa unakuta kwenye mechi nyingi zaidi ya 5 aende kuscore, lakini Yanga walienda wakamjenga, baadaye ndio huyu Prince Dube ambaye anaongoza nadhani pale kwa upande wa Yanga kufunga magoli mengi. Kwa hiyo nadhani kwa Elie Mpanzu kilichokuwa kinatokea ni mapito tu, kama alivyokuwa maisha. Leo unaweza ukapata, kesho ukakosa. Nadhani kwa namna ambavyo wamefanya sajili hizi hapa, kuongeza wale watu ambao kuongezea mikataba wale watu ambao walikuwa wanatumikia, nadhani ni kitu sahihi sana. Tukija tukifanya tena maboresho, nadhani kama huko mbeleni mambo nadhani yatakuwa mazuri. Wale waliokuwa majeraha wakaja wakaingia kwenye safu nzima ya ushambuliaji pale, nadhani tunaenda kutawazwa kuwa mabingwa msimu huu. Shukrani sana. Asante sana.